Samueli ambavyo vinahusu sana kwenye hii historia ya Samueli. Hicho kitabu cha kwanza kinasema habari ya maamuzi wa mwisho, na cha pili kinasema kuanzisha uongo wa kifalme, na cha tatu kinasema utawala wa Sauli, na cha nne kinasema simulizi juu ya Sauli na Daudi, na cha tano kifo cha Sauli na Hana. Sasa tunakwenda kusoma katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza sura ya 3 mstari wa 10. Msomaji naomba usome. Samueli wa kwanza sura ya 3 mstari wa 10 nasema, Bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako amesikia. Umesikia aliyosema? Anasema Bwana akaja akasimama akaita Samueli, Samueli, Samueli. Tuendelee. Kwa hiyo Bwana alimwita Samueli akawa anataka ampe ujumbe kuhusu kwa Eli. Huyu Eli alikuwa ni kama mchungaji wa hekaluni. Akawa mamake Samueli alikuwa anaitwa Hana. Hana kabla alikuwa na mtoto, akawa anamwomba Mungu ili akaweze kupata mtoto. Mungu akaja akampa mtoto. Hana alimwomba kwanza Mungu, akasema ukinipa mtoto nitakupeleka hekaluni kwako ili akaweze kufanya kazi yako. Na basi Mungu akampa mtoto. Hana akafanya vile vile alivyomwahidi Mungu, Hana akampeleka Samueli kanisani hekaluni huko kwa Eli. Alipofika huko akampelekea Mungu mmoja ili awe anakunywa, kwa sababu alikuwa ni mdogo sana. Tunakuja huko tunaanza. Je, umewahi kusikia baba na mama anakuita kwa jina lako? Hata unapokuwa na shughuli nyingi, unaposikia jina lako unajua kuna mtu anayejali, anataka umakini wako. Jamani watoto, nani hapa amewahi kusikia baba na mama anamwita? Upande huu mbona mnacheza sana? Pale ni kubadilishani mtutie. Nauliza swali, nani amewahi kusikia anaitwa na baba yake au mama yake? Haya, wote najua mmewahi kuita. Sasa hapa nasema, je, unajua kwamba Mungu anatuita kuzungumza nasi kwa njia ya upole, kwamba anatutaka tusikilize. Hapa sisi hapa kama watoto, Mungu anatuita kwa upole ili tukaweze kufanya kazi yake. Tusije tunakaa tunasema mimi mpaka Roho Mtakatifu aweze kunishukia ndio tuweze kufanya kazi yake. Hawezi kukushikia mpaka uanze shughuli wewe mwenyewe. Fungu letu tunaanza katika fungu letu ambayo ni katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 3 na ule mstari wa 10. Na Bwana akaja akasimama akiita kama hapo kwanza, Samueli, Samueli, Samueli. Akasema, kwa maana mtumishi wako anasikia. Yaani hapa huyu Samueli wakati amelala, Bwana akaja akamwita Samueli, Samueli, Samueli.
ninasikia kwa maana mtumishi wako. Akamwambia aseme yuko hapa. Akasema sema, kwa maana mtumishi wako anasikia. Kwa hiyo akazungumza naye. Tunaendelea kwa kusema Samueli alikuwa mtoto tu. Mungu alipomwita alisikia kwa makini, na Mungu aliamua kumpa ujumbe muhimu. Tunaposema Bwana, maana yake jamani, nani anajua maana yake Bwana? Tunaposema Bwana, maana yake Bwana, Bwana ni maana yake nini? Bwana manake tuko tayari kusikiliza na kutii. Jamani, nimesemaje kanisa? Tunaendelea. Mungu huzungumza nasi katika Biblia, wazazi, walimu na kupitia Roho Mtakatifu. Kama sisi hapa watoto tukiwa hapa kanisani, Mungu anazungumza nasi kwa kupitia walimu. Nyumbani Mungu anazungumza na walezi kupitia. Mungu anazungumza na sisi watoto kupitia walezi na wazazi. Jambo la pili, Mungu anazungumza tukiwa kanisani, shule. Mungu anazungumza na sisi hapa kupitia walimu na Roho Mtakatifu. Sehemu yoyote tukiwa tumekaa, Roho Mtakatifu anaweza akatusikia na kuwa anazungumza na sisi. Tunaendelea katika kitabu cha Ellen G. White, anatukumbusha Mungu huzungumza nasi katika asili. Yaani sehemu yoyote Mungu anakuwa anazungumza na sisi. Hata kama kwa mfano ukiwa unataka kutenda jambo baya, unataka kuiba, unapotaka kuiba, kuna roho nyingine inakwambia usiibe, nyingine inakwambia chukua, kesho utapata. Inakwambia usichukue, kesho, afu roho nyingine inakwambia chukua, kesho utapata. Baada yake utafanya maamuzi hayo, nichukue au nisichukue. Wewe kama mwanadamu hawezi kugundua kwa haraka kwamba kuna roho ya Mungu na pia ya huyu ibilisi shetani. Kwa hiyo mwanadamu anaweza akachukua. Kwa hiyo hapa tu tunasikiliza roho ambayo inatuambia tusisi tunachukua vitu vya hapo ambavyo hata kama hatujaambiwa. Fungu letu la pili linatoka katika kitabu cha Yohana 10 mstari wa 27. Hapo msomaji, naomba nisomee Yohana 10 mstari wa 27. Nasema, kondoo wangu waisikia sauti yangu. Ishia hapo. Amesema kondoo wangu husikia sauti yangu. Kwa hiyo hapa sisi hapa ni kama kondoo na ni kama mchungaji anayetuchunga. Ni kama mchungaji anayetuchunga. Endelea kwa kusema. Nami nawajua nao wanifuata. Nami nawajua
msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Anasema msijisumbue kwa neno lolote,